kutokuwepo, na kwa kuwa nipo, basi kuna kazi ya Mungu ambayo natakiwa niifanye chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu linalosema ni maombi ya kukomboa wakati, au ni maombi ya kuombea siku za mwisho au wakati ujao. Napatikana kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4 na mstari wa 4. Biblia inasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Kristo alizaliwa katika sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilizungumza nikasema kwamba ni muhimu sana kutazama kesho yako kuliko leo yako. Ni kwa nini basi ni lazima tuombee wakati ujao? Nilizungumza nikasema kwamba siku ya wiki zilizopita za mwezi uliopita, nikazungumza nikasema kwamba ni muhimu sana kuombea wakati. Nikatolea mfano nikasema hata wakati wa Kristo, kabla Kristo hajazaliwa, walikuwepo watu ambao walikuwa wakiendelea kuomba na kusubiri ahadi ya Mungu itimie. Kwa nini? Ukisoma kwenye Biblia utakutana na mtu mmoja, kwenye vitabu vya Injili utakutana na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Simeoni, ambaye alikuwa ni kuhani ambaye siku zote alikuwa katika hekalu la Mungu. Biblia inasema siku alipopelekwa Yesu Kristo akasema, sasa umruhusu mtumishi wako aondoke kwa sababu ameuona wokovu mkuu. Lakini kulikuwa na mtu mmoja pia anaitwa Ana. Mwanamke yule alifiwa na mume wake tangu akiwa na umri wa miaka kama 20. Biblia inasema akafiwa na mume wake. Biblia inasema tangu alipofiwa na mume wake, yeye alichagua ni kuomba. Kwa lugha nyingine, alipewa mzigo kwa ajili ya kuiombea ahadi ya Waisraeli iweze kutimia. Inawezekana alisoma katika Biblia na alisoma katika vitabu vya manabii ambavyo Yesu Kristo alikuwa akitabiriwa kila wakati. Tatizo sio kusikia neno la Mungu linasema nini kwenye maisha yako, na tatizo sio kusikia Mungu amekusudia nini kwenye maisha yako. Kumbe nimegundua siri moja ya kwamba unaposikia Mungu labda amesema wewe ni mtu fulani, labda Mungu amezungumza, amekupa taarifa kwamba unapaswa kuna kitu fulani utakuja kukipata muda fulani, haina maana ya kwamba sasa ukae na kutulia. Kwa lugha nyingine, kumbe ndiyo umepewa jukumu, maana yake ung'ang'anie kuomba mpaka litokee. Kwa nini ninasema hivyo? Ni mfano bora kabisa kwa yule mwanamke Ana ambaye alikuwa akidumu. Biblia inasema alikaa kwa miaka 40 akiomba usiku na mchana hekaluni, akiombea wokovu wa Waisraeli kwa habari ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu. Na ndio maana siku alipotokea alikuja kama watoto wengine, ilikuwa ni ngumu sana kujua. Na Biblia yangu inaniambia kwamba mara baada ya kuingia hekaluni ni watu wawili tu waliotambua, ni wale waliokuwa wanajua kusudi la Mungu na walikuwa wanadumu kuziombea hizo nyakati. Na ndio maana Simeoni pekee ndiye alijua kwamba huyu ni Masihi wa Bwana. Kwa nini wengine hawakujua? Na hakuwa kuhani peke yake, ni kwa sababu yeye alikuwa akidumu kuombea kwa habari ya ahadi hiyo. Na Ana pia naye akamshukuru Mungu, akamtukuza Mungu kwa kuwa alikuwa akiingojea siku zote za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unagundua kila jambo ni muhimu sana kuombea nyakati za siku za mwisho. Watu wengi, nilitolea mfano nikasema watu wengi wamekuwa na maisha ya kutokutimia ahadi ambayo Mungu amekusudia vitokee kwenye maisha yao. Ni kwa sababu hawadumu kuviombea. Inawezekana uliposikia basi ukatulia ukasubiri Mungu atafanya. Ni kweli kabisa Mungu atafanya, lakini ni muhimu sana kuomba. Wana wa Israeli, Mungu alimwahidi baba yao ya kwamba watakaa miaka 400. Lakini kwa sababu walifika kule wakalizika na mateso, wakaona kila kitu ni kawaida, hawakuwa wanaomba kabisa. Biblia inasema ya kwamba ilipita miaka 430. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyingine ile miaka kwa lugha nyingine, kumbe niseme hivi, na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43,
Biblia inasema kwamba mnikumbushe, njoo tuhojiane, unikumbushe upate kupewa haki yako. Unakumbusha nini? Unakumbusha kitu unachokijua. Na ndio maana hata Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alizaliwa anajua yeye ni nani, alikuja duniani kama Mungu kamili, Biblia inamuita. Lakini kwa nini hakufanya kitu chochote bila kuomba? Ni kwa nini alikuwa anapata muda wa kuomba? Ni kwa nini? Maana yake alikuwa anajaribu kutengeneza au kuondoa kila kikwazo ambacho kiko mbele ya wakati ambao mambo yake yanatakiwa kutendeka. Maana yake alikuwa anajaribu kupambana ili kila kitu kilivyokusudiwa kifanikiwe. Naweza nikasema kwamba maombi pekee ndiyo yenye nguvu ya kuondoa vizuizi na vya aina yoyote ya kushambulia au kitu chochote chenye kusababisha kukuzuia kwamba mambo yako yasiende kama yanavyotakiwa. Ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, mimi ambacho kinanishangaza sana kwa kanisa la sasa, kinanishangaza sana kitu kimoja. Unajua, watu wengi sasa hivi hawana muda wa kuomba, hawana mpango wa kuomba. Na ndio maana ukitaka kujua hawana muda wa kuomba, na ndio maana shetani amewanyanyulia kitu kimoja ambacho wajisahau kabisa. Na ninakwambia ukweli, wokovu sahihi duniani unaenda unapotea, na misingi sahihi ya kimungu duniani inaenda inapotea. Na ndio maana sasa hivi kuna hiki kitu, kila anayenyanyuka kuwa mtumishi wa Mungu ana namna ya kuwafanya watu wasiombe. Ni wachache sana ambao wanajaribu kuwaelekeza watu waombe. Ni wachache sana wakae kwenye misingi ya Biblia kwa dunia ya sasa hivi, kwa sababu shetani amepofusha fikra zetu. Tumekuwa ni watu wenye kutazama. Jana nilizungumza nikasema watu wengi imani zao sasa hivi ziko kwa kuona sana, kuona kitu, ndio mtu anaishi kwa kutazama kitu kinachoonekana. Kwa hiyo hata imani yetu kwa sasa hivi imeshikiliwa na vitu vinavyoonekana, na ndio maana adui akapiga fikra zetu, akaenda akachukua andiko fulani kwenye Biblia, halafu akalifanya kama ndio nguvu ya kila kitu kwa mtu aamini. Kwa mfano, ni mbaya sana kuishi kwenye maisha yako kutegemea mafuta. Ni mbaya sana kuliko unavyofikiri. Ni mbaya sana. Sasa hivi kuna chumvi. Mimi nimeshangaa. Na dunia ya sasa hivi kwa habari ya utandawazi ndo kabisa. Ukiingia kwenye mitandao utakutana mtumishi mwingine, yeye kazi yake anaelekeza tu watu watumie chumvi na kioo na mafuta. Sijui, ni ajabu. Juzi Jumapili nilikuwa nimekaa nyumbani, mara akaja binti yangu akaniambia kuna mgeni. Nilikuwa ndani, nikawa nimetoka nje nimekaa. Akaja mdada mmoja na mkoba wake mkubwa tu, amebeba mkoba. Akasema, hapa ndio mnaombeaga? Nikamwambia ndio, lakini sasa hivi muda wa kazi kule kanisani, sasa hivi wachungaji wameondoka. Nilimwambia vile kwa sababu nimeambiwa kuna nabii. Sasa nafikiri alipokuja hapa kanisani hapa juu akawauliza kwamba nabii uko wapi, wakamuelekeza, akaja nyumbani. Akasema, mimi nataka niombewe. Nikamwambia sio rahisi sasa hivi kuwapata wachungaji, wameondoka. Mimi sikutaka kujiweka kimbelembele. Akasema, nimeelekezwa na mama mmoja, lakini amenipa na hela, mafuta na chumvi vipo. Nilishangaa, nikashtuka, nikajifanya sijashtuka. Nikamwambia hapana, sisi hatutumiagi mafuta na chumvi. Nilishangaa, ndipo nikagundua watu fikra zao zimepofushwa kuliko unavyofikiri. Mtu anatafuta 10,000 akanunue mafuta na chumvi ili mtu wa namna ile, mbingu sio sehemu ya maisha yake, kwa sababu hana muda wa kujipambanua kutubu. Hana, ametoka kutenda dhambi, anachukua mafuta kayanunua 10,000 yake anatumia. Mimi siku moja nilikuwa mahali fulani, nilikuwa nimepanda daladala. Nisikilize vizuri, nilikuwa nimepanda daladala. Nilikuwa natokea mahali fulani Nzuguni, kwa nimepanda daladala. Halafu nyuma yangu kukawa wanawake hawa, wadada hawa wawili
Wakawa wanaulizana, wewe vipi? Mafuta ya no, Mungu anisamehe, sitaki kusema watumishi. Sisemagi watumishi, sijaagizwa hivi. Hivi ulienda kuchukua mafuta mahali fulani? Mafuta ya fulani. Ni mtumishi fulani anatumia mafuta. Nafikiri inaeleweka. Akasema, nilienda kuchukua kiboko yale mafuta. Yule mwanaume yule dada analia kila siku. Nakwambia nilivyopaka. Baba wanaleta hela, halafu yule mme wa mtu fulani analia kila siku, yale mafuta kiboko. Hebu nikuambie, ni nini hiyo jamani? Kweli ni kanisa la Mungu kweli hilo? Lakini nikagundua ni kwa sababu watu tumeshindwa kufuatilia Biblia inasema nini. Tumechukua kisehemu kimoja tukaanza kuvitumia kwa namna fulani. Ni adui ameingia. Na nimegundua, nisikilize nikwambie, kwenye Biblia niwaambie na nakuwapa tahadhari sana watu wote mnaonitazama na kunisikiliza. Hakuna huduma mbaya kwa sasa inatenda kazi kuliko kawaida kama huduma hizi mbili zimetajwa kwenye Biblia. Hakuna mchungaji wa uongo kwenye Biblia, si ndio? Yesu mwenyewe alisema watatokea manabii wa uongo. Petro anasema watatokea walimu wa uongo. Na hata Paulo alisema hizi huduma mbili ndizo zinatesa kanisa kwa sasa hivi sana. Jana kuna grupu moja nikashangaa, mtumishi mmoja ameleta ufunuo kwamba Yesu ni malaika. Yaani malaika ndiyo Yesu. Sio, naelewa? Mimi nikashangaa, na ndipo nikakumbuka kwamba kumbe kuna walimu wa uongo na manabii wa uongo. Biblia jamani haijamtaja mwinjilisti wa uongo, ingawa labda wapo, sijui. Biblia haijamtaja mchungaji wa uongo, ingawa makuhani walioasi wapo. Kwa hiyo huduma hizi mbili zilitabiliwa nyakati hizi, na ndizo zinatesa kanisa, zinapeleka watu jehanamu. Ni rahisi sana. Sikiliza, unabii sio mimi kukuona hapa nikajua matatizo yako ndo unabii. Hapana. Hata Balaam mchawi aliona nyota ya Yesu. Tuseme alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Balaam mchawi. Watu wengi eti wewe namuita mtu hapa, na imekuwa mbinu. Watu wasivyo wamefungwa ufahamu. Nakwambia hivi, Yesu Kristo yuko karibu kurudi. Na maisha ya watu wengi, kalenda za watu wengi zimekamatwa kuliko kawaida, na hawana mpango wa kuomba. Wanachojua ni kununua mafuta, kununua chumvi, na anaenda mtu anayatumia. Hebu niulize, mafuta hayo uliyoyanunua kwenye madhabahu ambayo inataja jina la Yesu, halafu ukayapaka kumkamata mme wa mtu, ukaanza kula pesa zake, watoto wake wanashindwa kusoma. Hiyo hebu niulize jamani, hivi unajua kuna vitu vingine jamani, tuamkeni jamani, tuamkeni. Kwani tusipambane kujiombea wenyewe? Biblia inasema Yesu Kristo wakati anakata roho akasema imekwisha. Biblia inasema hekalu, pazia la hekalu likapasuka, patakatifu pa patakatifu pakawa wazi, kila kitu kikawa wazi. Na ndio maana Biblia inasema damu ya Yesu imetupa kibali kukiendea kiti cha rehema. Ni damu ya Yesu. Na ndio maana Biblia inasema tuombe kwa jina la Yesu. Hakuna jina jingine. Lakini sasa hivi watu wako tayari, yani watu wako tayari kwenda jehanamu. Anajua kabisa hiki sio, lakini bado ameng'ang'ania. Hivi kweli unaufahamu? Eti kwa sababu labda unaka ugonjwa fulani, au kwa sababu tu unapenda pesa? Hebu nikuulize swali. Kweli Yesu anapoendelea kuchelewa, kuna uwezekano hata asikute watu? Kuna uwezekano asikute watu, kwa sababu watu hawataki kuomba. Watu wako bize na mambo yanayoonekana. Kumbuka Ufunuo wa mwaka jana aliponiambia, niliona kila kitu kimekuwa rahisi. Kama ingekuwa kuambiwa mambo yako ndio kuiona mbingu, mbona watu wote wangeenda mbinguni?
Na sasa hivi adui amejificha kwenye hicho, kabisa, amejificha kwenye hicho. Nikimsimamisha hapa Miriam, nakwambia wewe sasa hivi unawaza hivi na hivi. Nabii anaweza kuona hayo yote kwa nabii. Jamani, kwa nabii ni kama kioo, akikutazama hivi anaona kila kitu, anaweza kukuelezea mpaka ulivyoumbwa. Huyo ndo nabii. Lakini tatizo sasa, tutajuaje watumishi wa Mungu kama huyu ni nabii wa Mungu na nabii wa shetani? Tutajuaje? Hii huduma imeshaingiliwa, imeingiliwa tayari. Tutajuaje basi? Tutafanyeje tupate kupona? Maana yake ni nini? Mimi nawasihi tujifundishe kujisimamia wenyewe. Yesu Kristo hata wewe anaweza kukusikia mahali ulipo. Na ndio maana tangu huu mwaka umeanza nimekuwa nikiongoza maombi. Mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa pili niliongoza maombi ya siku 40. Mimi ninakuongoza wewe, sio lazima nikuombee. Na kuongoza, unaponiona hapa na kuongoza, fanya hivi, na wewe tia akilini, kesho jipambanie, usidanganywe, utaenda jehanamu. Halafu mimi siku moja Bwana aliniletea mzani, akaniambia nipime miaka ninayotaka kuishi au ambayo nimehesabiwa. Akaniambia hivi, hata kama utaishi kati ya umilele na miaka 200, sawa, sasa umeishi miaka 200 duniani, si ndio? Kati ya miaka 200 na milele, kipi ambacho natakiwa uzingatie sana? Ni kipi? Atakiwa nizingatie ule umilele. Japo watu wengi wanasema Bwana ni propaganda. Sikiliza, jehanamu ipo, kuzimu ipo, na mbingu ipo. Ukatae usikatae, ukiwa tu umezaliwa, sharti hizi njia huwezi kuzikwepa, huwezi kukwepa. Yani ni lazima mojawapo utaipata. Yani madam tu umevaa huu mwili, lazima hizi njia mbili. Sasa ni wewe mwenyewe kuchagua. Dunia ya sasa hivi uharibifu ni mwingi sana, na imani za watu wengi zimekwisha kuuawa. Tunapoendelea kuombea kukataa kalenda za kichawi, ni vizuri pia tukatae na kalenda za shetani ambazo ameshatupandia sisi bila kujua. Na ninakushauri tu, sikiliza. Siku zile Bwana aliponichukua akanipeleka kule kuzimu, ukifuatilia ushuhuda wa malango 7 ya kuzimu, niliona hivi, yeyote aliyefanya patano na Kristo akakuwekea mkono, niliona ndani yake kunatoka nguvu ya kuua, roho ya kumcha Mungu. Yani ile hofu ya kumcha Mungu ndio inauawa. Kwa hiyo na nyinyi wengi wenu mnaotumia mafuta, ndio maana kiu ya kumtaka Mungu wa kweli haipo, imeshauawa. Dhamiri yako imeshauawa, iko chini ya mateka. Sasa kama iko chini ya mateka, kiukweli kwamba utasikia tunapiga kelele hiki ni dhambi, hautaelewa. Inaingia hapa, inatokea huku, kwa sababu tayari ulishaunganishwa kwenye agano la kutokwenda mbinguni, umeshakataliwa. Kwa hiyo ni afadhali wewe unayenisikia ubadilike. Leo tunapoomba kukataa kalenda za kichawi, kataa na hizo kalenda za mashetani ambao wanajiita manabii wa Baali wale. Jitenganishe na hayo mafuta uliowahi kupakwa, uliowahi kuyatumia. Uliunganishwa na nafsi ya uasi ndani yako. Na ndio maana inawezekana kweli umeshtuka, lakini kama hujalivunja hilo agano, litaendelea kukufuatilia na kukushikilia. Na mwisho wa siku utashangaa mambo yanayokusonga ni ya shetani. Utagundua hata ndoto zako zinaanza kuwa ni za ajabu. Unaanza kushirikishwa uovu kwenye ndoto. Kuna watu duniani sio wazinifu, lakini usiku wanazini kuliko kawaida. Wanazini sana, na wakati huku kikawaida sio wazinifu. Kumbe wale watu walishaunganishwa na agano la makahaba. Kwa hiyo kuna roho inayowatumikisha.
Lakini ni kwa sababu gani? Watu ni uzembe na uvivu wa kuomba. Haleluya! Jana nilizungumza kwamba ni maombi pekee yanayoweza kukutoa popote ulipokamatwa na popote uliposhikiliwa. Haijalishi kwamba umeshikiliwa na kuzimu yenyewe. Mungu anaweza kunyosha mkono akakutoa kabisa kuzimu na ukatoka, ukaokoka, ukaanza kuishi maisha yako hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Leo najaribu kuelezea njia ambazo adui anazitumia ambazo zimepakwa rangi. Hii njia ninayoielezea ni njia iliyopakwa rangi, lakini ni uchawi kama uchawi mwingine. Uchawi kama uchawi mwingine. Na watu wakishafika tu kaambiwa, na ndio maana mimi huwa spendi sana mambo ya kutabiriana. Spendi kabisa. Kwa sababu kama ni uganga, hata kwa waganga kule watu wanatabiriwa kabisa. Mimi mpaka Mungu aniambie ndo naweza nikakwambia kabisa, kwa sababu haina maana. Nimegundua mashetani yenyewe yanafanya na watu wanakimbia hivi na wametekwa wengi. Haleluya! Mimi ninatamani kwamba kila mmoja anayenisikiliza na kila mmoja anayefuatilia injili ambayo Bwana amenipa airithi mbingu. Hiyo ndio kiu yangu kubwa kuliko kitu chochote, Ndiyo, unaweza kweli ukafunguliwa, ulikuwa na tatizo ukafunguliwa kabisa, lakini hatima yako ni nini? Mara baada ya kumaliza hii safari unaenda wapi? Kwa sababu ni lazima utamaliza hii safari. Yaani ni lazima, sio ombi. Uwe unataka au utaki, hiyo safari utaimaliza. Kama sio leo utamaliza uzeeni. Utaenda wapi? Utaenda wapi? Nikupumbaze kwa sababu tu nimekutabiria utaenda kupata gari, na kweli ukapata gari. Kweli. Halafu baada ya hapo unaenda wapi? Mimi najua siri na mateso ya kuzimu, najua. Na ndio maana naongea kwa uchungu sana ninapogusa hili eneo. Kwa hiyo watu wengi kalenda zao zimeshikiliwa kupitia hawa manabii wa uongo, kupitia mafuta, kupitia hizo chumvi mnazoziangalia. Mwingine ameng'ang'ana tu, yeye anafundisha kwa habari ya kioo. Sikiliza, ni kweli ni vitu vya kiroho, lakini vimepitia upande wa pili. Eti uoge maji ya kioo. Ni kweli ni vitu vya kiroho. Ndiyo, kwani ukiweka kioo chako hapa si unajiona? Kwa hiyo maana yake unaweza ukavuta taswira yoyote kwenye kioo. Ni kweli, lakini vimetokana na nani? Biblia gani inayosema tutumie kioo kurudisha nyota? Biblia gani? Halafu Wakristo muombaji kabisa papa. Na ndio maana watu wengi wameshikiliwa na hii dunia. Hata utawaambia jamani, usifanye hiki na hiki, ni dhambi, anakwambia hapana, kwa sababu fikira zao zimepofushwa. Na ndio maana sio rahisi kuelewa. Sasa wote tukalie kukanyaga mafuta, wote tupake mafuta, wote dunia nzima tupake mafuta, si ndio? Yesu atakuta nani hii dunia jamani? Lakini naamini walio kwake wapo, walioshtuka mapema naamini wapo. Mungu atawatunza na kuwafanya pia wazae matunda. Tunapoendelea, ninaposema hivyo ninamaanisha kwamba hizi nyakati zilitabiriwa, na ndio maana ni muhimu sana kuuombea wakati wako ujao, kwa sababu maisha yako yote yako katika ramani ya mikono ya Mungu. Maisha yako tangu kabla hujazaliwa. Mungu aliposema na tufanye mtu kwa mfano wetu, akafanya hivi na hivi, alitamka neno. Maana yake ni nini? Ulitengenezeka mchoro wa maisha yako unakuja kufanya nini. Adamu kabla ya kuumbwa aliumbwa katika neno, na mimi kabla ya kuzaliwa nilitamkwa katika neno. Kwa hiyo kama nilitamkwa katika neno, ipo ramani yangu ambayo natakiwa nikanyage humo. Sasa adui anachokifanya, kwa sababu hatuombi, anakuondoa kwenye ramani yako. Sikiliza nikwambie, sio kila mtu ambaye hajafanikiwa duniani alikusudiwa kutokufanikiwa. Kuna wengine walikuwa ni mabilionea duniani, lakini adui alichungulia mapema akawapindishia njia.
akawaweka pembeni. Wako mapolini, wanatembea mapolini tu, wanakutana na miiba. Mara leo umefukuzwa na chui, kesho nakutana na simba, kesho nakutana na mto, kesho nakutana na shimo, kesho nakutana na mlima. Utafika saa ngapi? Matokeo ya siku, matokeo yake utakufa, hujafikia kwenye malengo. Na ndo maana hiyo, sikiliza, adui anafanya hivyo ili kuzofisha uwezo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu, kumfanya Mungu aonekane ni muongo. Huyu Mungu aliruhusu huyu mtu azaliwe. Watu wengine, nilikutana na mtu mmoja anasema, ni heri nisingezaliwa. Kwa nini mimi nilizaliwa? Nina miaka 40, maisha yangu hayaeleweki, nateseka. Magonjwa ni mimi, kila kitu ni mimi, shida ni mimi. Mpaka hivi leo Esther, sijaoa, sina mke, nateseka, kazi sina, mpaka nyumbani kwetu wamenifukuza. Lakini yule mtu ukimwangalia katika ulimwengu wa roho, ni mtu aliyekusudiwa kubarikiwa. Kumbuka kuna mtu mmoja nilipotazama nikagundua kwamba shetani alikamata mahali fulani tu. Si unanielewa? Alikamata mahali fulani. Si unanielewa? Amekamata mahali fulani. Alipokamata, yule mtu hawezi kufanya kitu chochote tena kwa sababu ya hilo tatizo, na hawezi kuliacha, na hawezi kuoa, na kazi hakuna. Mimi nikamwambia, hebu ingia kwenye toba, udumu sana kwenye toba. Akaniambia hili tatizo, nilienda kwa mchungaji nikapewa mafuta na maji. Nikaambiwa niwe natoka saa 8 usiku naoga. Jamani nyie, na tatizo halikuisha, na nikatoa na sadaka, na hawachelewi. Unajua ni kwa nini wanatengeneza vitu? Ni kama biashara, kwa sababu mafuta utaenda kununua, mwenzako anazalisha. Yaani ili imegeuka kuwa biashara. Jamani, tuamkeni. Kama wamechagua kumtumikia Mungu, wamtumikie tu, lakini waache kufanya biashara za mafuta. Watumike. Kama wanataka sadaka, waseme tu kwamba leta sadaka. Lakini hii habari ya kwamba uje uchukue mafuta yanauzwa kiasi fulani, ni biashara. Ananunua lita 5, anapima alizeti, anapima alizeti 25,000 Dodoma, si ndio? Alafu mtu anaenda anauza laki. Sio biashara nzuri hiyo? Eti kwa nini asiwe tajiri? Alafu wewe kwa ujinga wako unafikiri ni upako. Unaenda kufanya biashara kwa ujinga wako ambavyo una akili. Mimi niseme hivyo kwa sababu kuna vitu vingine unajua vya kawaida kabisa. Wewe mwambie niombee bila mafuta na nisinunui. Kama unataka sadaka, usikie sadaka, toa tu sadaka, lakini sio kwa namna ya biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi naomba tuingie tu kwenye maombi, watumishi wa Mungu, kwa sababu hatuna muda wa kutosha. Tuingie kwenye maombi. Naomba tusimame. Lakini nahisi leo Mungu alitaka kusema na watu wa aina hiyo waliodanganywa kupitia mafuta. Wapo kabisa. Mungu leo anataka kuwaokoa. Wapo. Bwana Yesu asifiwe. Jiandae sasa kwa ajili ya maombi. Tutakuwa na dakika chache tu. Hebu uambie moyo wako kwamba nataka kutoka siku ya leo, sitaki kuwa chini ya kalenda ya shetani. Sitaki. Hebu sema kwa hasira kabisa moyoni mwako kwamba sitaki. Wala watoto wangu sitaki. Na chochote nilichonacho sitaki kuanzia leo kwa jina la Yesu. Na kama ulipakwa mafuta, futa hizo alama za hayo mafuta. Ni mafuta ya kuzimu, au inawezekana ni alizeti tu ambayo Bwana Yesu asifiwe. Fatishe maneno haya, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu,
ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na neema yako siku ya leo. Kwa jina lako takatifu ninatubu na kuomba rehema. Naomba unisamehe sawa sawa na wingi wa rehema zako. Nasogea msalabani pako uliposema imekwisha, na mimi ninaamini katika kila kitu kimekwisha. Na ndiyo maana ninasogea madhabahuni pako kwa damu yako ya thamani, ili leo nipe kibali kukiendea kiti cha rehema cha Mungu, kwa kuwa tangu siku ile damu yako ilipomwagika nilipata kibali kukiendea kiti cha rehema. Hivyo leo ninatangaza, Biblia inasema Mungu anatusamehe dhambi kwa ajili yake mwenyewe, wala hata kumbuka maovu yetu kabisa. Leo ninatangaza ya kwamba tatizo sio sheria za familia. Biblia inasema Yesu Kristo alitukomboa kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na mimi leo ninakiri ya kwamba nimeokoka na nimesamehewa dhambi kwa jina la Yesu. Nimeoshwa kwa damu yake Yesu. Nimekuwa safi na ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Nimekombolewa kuanzia muonekano wangu, taswira yangu, sura yangu, muonekano, nafsi yangu, kwa jina la Yesu. Jina langu la kwanza mpaka la mwisho nimekombolewa. Hivyo leo kwa jina la Yesu kupitia jina ambalo limeleta lamani ya uharibifu, limeleta kalenda ya uharibifu, jina la ukoo ambalo inawezekana hata leo linatumika kwenye matambiko, kwenye kuzimu, lakini leo ninaita damu ya Yesu kulikomboa hilo jina. Kwa jina la Yesu halitaleta uharibifu tena, wala kusimamisha kalenda ya kichawi, wala kusimamisha kalenda ya uharibifu, wala kusimamisha kalenda yenye kuleta magonjwa, kuleta roho ya uasi katika maisha yangu. Kwa jina la Yesu leo ninatangaza ya kwamba napeleka damu ya Yesu kwenye hili jina, mahali popote nilipotumika vibaya, ninalikomboa kwa jina la Yesu, ninalikomboa kwa damu ya Yesu. Leo ninaamuru jina langu Masanja hapo Kalenga. Taja jina lako. Unasema jina lako la ukoo ambalo linatumika. Okay. Kumbuka kuna ndugu zako hawajaokoka, linatumika kule. Kwa hiyo wakilitumia kule na wewe nafsi yako inajihuzulisha. Yes. Sijui unanielewa? Yes. Na ndio maana mara nyingi umetoka umeomba usiku unaota unakula. Usiku unaota unakimbizwa. Ukiota unakula, maana yake nafsi yako imejihuzulisha kwenye madhabahu za kichawi. Kuna majina mengine kumbe yupo kuhani ambaye ni mchawi hata sasa hivi anaishi duniani. Sijui unanielewa? Mimi hapa Esther Masanja, si ndio? Esther Masanja. Jina langu ninalitumia huku kwa Mungu wangu, kwa sababu siwezi kusema mimi nitatoka kwenye huo ukoo, nilizaliwa huko. Hata kama nitakataa kutumia jina, damu yangu ni damu yao. Kwa hiyo kama yupo mwingine anayetumia, ndugu yangu, mtu yoyote ambaye anatumia jina langu la ukoo, wakati mwingine anaenda kujihuzulisha kwenye ibada zao za sanamu. Linapotajwa lile jina, na mimi nafsi yangu inahuzulishwa kule bila mimi kutaka. Na utatambua tu akifanya kule, unaota ndoto unakula, unaota ndoto unafanya uzinzi. Sasa inategemea kwenu wana maagano ya namna gani na wanatenda vipi. Kuna familia zingine kila wanapofanya ibada zao wanafanya mauzinzi. Si unanielewa? Kwenye uchawi wanafanya uzinzi, unaota na wewe unazini usiku. Na wakati mtumishi wa Mungu kabisa. Tatizo sio wewe, ni lile jina na ile connection ya uzazi. Si unanielewa? Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Siku ya leo. Jina langu Masanja.
masanja. Kalenga. Leo ninakukomboa kwa damu ya Yesu kutoka kwenye ramani yoyote ya kichawi, ya kishirikina, ya washarati, roho ya uasi kwa jina la Yesu. Leo sikiliza masanja, ninakutenga maalum kwa ajili yangu. Watakapotaja masanja popote, usijihuzurishe kwa jina la Yesu. Ninakukomboa kwa damu ya Yesu, kwa kuwa nilipookoka mimi na vitu vyangu vyote, na nilibadilishwa katika ulimwengu wa roho. Nilizaliwa upya kupitia damu ya Yesu. Hivyo leo kwenye jina langu naruhusu uzazi wa Kristo, naruhusu uzazi wa Kristo kwenye hili jina, kwa damu ya Yesu. Leo ninatangaza kupitia hili jina kila laana zinazoambatana na hili jina ninazivua na ninazitupa nje ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Kila maneno ninayaondoa, nayatupa nje ya maisha yangu na familia yangu na vitu vyangu vyote kwa jina la Yesu. Siku ya leo ninatangaza kila sheria zilizoambatanishwa na hili jina na kila adhabu zilizoambatanishwa na hili jina ninazitoa kwenye maisha yangu, nazitupa nje ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Kila roho inayosimamia na kila kuhani na kila wasimamizi wanaosimamia hili jina kwa jina la Yesu najitoa kwa damu ya Yesu. Kila utumwa uliopo kwenye hili jina leo najitoa, natangaza mimi ni masanja mpya katika Kristo kwa jina la Yesu. Ni masanja mpya katika Kristo kwa jina la Yesu. Amezaliwa upya kwa jina la Yesu. Siku ya leo kila kuhani anayesimamia hili jina ninajitenganisha naye kwa damu ya Yesu. Ninaweka ukuta katikati ya mimi na wao. Wanapotaja hili jina halitatajwa kwa ubaya dhidi yangu kwa jina la Yesu. Leo ninatangaza uzazi mpya kwenye maisha yangu. Hebu jitangazie uzazi mpya katika jina la Yesu Kristo. Jitangazie uzazi mpya, kwa sababu neno lake nasema, na wote waliompokea wamekuwa watoto wa Mungu. Kuanzia sasa jitangazia kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Tangaza kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Tangaza wewe umezaliwa upya, wewe ni wa kizazi kipya. Kila roho ambayo ilikumilikisha kwenye jina lako hilo, tangaza ya kwamba mimi nimezaliwa upya na jina langu litatumika upya kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo hii nakomboa jina langu, komboa jina lako, komboa jina la ukoo wako katika matumizi mabaya ya jina, katika kalenda mbaya ya jina lako kwa jina la Yesu Kristo. Hebu komboa jina lako, hebu komboa jina la ukoo wako, hebu komboa. Ndio maana watu wengi ambao Yesu alikutana nao ama Mungu alipokutana nao, jambo la kwanza alianza kubadilisha jina zao. Nawe taka sana leo Bwana badilisha ile jina kutoka kwenye matumizi mabaya, kutoka kwenye matumizi ya ukoo, kutoka kwenye matumizi ya ushirikina, lakini katumike katika utakatifu. Komboa jina lako. Ninakomboa jina Kalenga. Haitatumika tena kwa ubaya, haitatumika tena kwa ubaya, haitatumika tena kwa uzinzi, haitatumika tena kwa washarati, hautatumika tena kwa ulevi, hautatumika tena kwa uongo, hautatumika tena kwa udanganyifu, hautatumika tena kwa kushindwa kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza kukomboa. Jina lako linakombolewa kuanzia leo hii. Jina lako linakombolewa, jina lako linakombolewa. Komboa jina lako, komboa jina lako. Sema kwa jina la Yesu. Leo kila sadaka zilizotolewa ili kusimamisha nguvu ya jina hilo na thamani yake. Leo ninaita damu ya Yesu initoe na kuondoa thamani na utendaji wake, laana
zote, sadaka zote kwa damu ya Yesu. Hebu peleka sadaka ya futa damu kila ya sadaka, Yesu futa kila sadaka kwa jina la Yesu Kristo iliyotolewa kuipa nguvu jina hilo linakudidimiza. Kila sadaka zilizotolewa zifute, 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 zifute. Nafuta Bwana, nafuta kila sadaka iliyotolewa, kila sadaka ya maneno, kila sadaka ya makafara, kila sadaka ya watu, kila sadaka ya damu, kila sadaka Bwana ambayo wanaifanya kuipa jina hili nguvu katika ulimwengu wa roho ya kuzimu, kwa jina la Yesu Kristo tangaza kufuta kila sadaka, na tangaza ya kwamba sadaka ya damu ya Yesu Kristo ndio inayotawala. Sadaka ya damu ya Yesu Kristo ndio inayotawala, inakomboa, inakomboa. Damu ya Yesu achilia, ikafute, ikafute kila mashtaka, ikafute kila sadaka, ikafute kila kafara kwa jina la Yesu Kristo. Tunalo jina moja tu, damu yake inanena mema. Kumbuka damu yake, neno la Mungu linasema damu ya Bwana inanena mema kuliko damu ya Hebili. Kila kafara hazitanena mema, damu alizomwanga hazitanena mema isipokuwa damu ya Yesu tu. Tangaza kuliachilia damu ya Yesu Kristo, tangaza kuachilia damu ya Yesu Kristo. Naachilia damu yako Bwana, naachilia damu yako Bwana katika kila kafara, katika kila maneno, katika kila mizoga, katika kila kinacholipa nguvu jina hilo, katika jina la Yesu Kristo. Sadaka ya Yesu Kristo ikakomboe. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila jina ambalo linatumika kwenye kalenda ya uharibifu kwa jina la Yesu. Leo ninatangaza kulikomboa jina langu lililopewa na wazazi wangu au nililopewa na Mungu kwa jina la Yesu. Ikiwa limekamatwa kwenye uharibifu, jina langu rudi kwa jina la Yesu. Ninarudisha nguvu ya jina langu na utendaji wake kwa jina la Yesu. Leo ninatangaza utukufu wa Bwana uko juu yangu kwa jina la Yesu. Leo ninatangaza sadaka ya damu ya Yesu Kristo, ikanene mema kwa ajili yangu, ikakomboe hatua zangu. Hivyo leo kwa jina la Yesu, ile roho itokayo kuzimu au duniani au angani unayesimama mbele yangu kuharibu majira yangu, kuharibu nyakati zangu, leo ninakupiga kwa jina la Yesu. Ninakupiga kwa jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba kila goti litapigwa mbele ya jina la Yesu, na kila ulimi utakiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Hivyo leo ninakuamuru roho wa kuzimu, achia mipaka yako, achia njia yangu, achia ramani yangu, achia nyakati yangu, achia majira yangu kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka na utasimama tena mbele yangu. Imeandikwa wakamate, wakuu, tuwafunge kwa minyororo ya shaba na chuma, na tuwatangazie sheria iliyoandikwa. Hivyo leo ninakutangazia katika Kristo Yesu, hakuna kuonewa, hakuna utumwa, hakuna kushindwa, hakuna kuanguka, hakuna kurudi nyuma kwa jina la Yesu Kristo. Leo natangaza yote uliyokuwa na miliki kwa jina la Yesu. Rudisha. Neno la Mungu linasema mwizi akikamatwa atarudisha mara 7. Hivyo natangaza rudisha kile kilicho changu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Tangaza kurudisha, tangaza, apisha huyo roho aliyeshikilia kila kilicho chako. Hebu liapishe hilo liroho, liapishe hilo liroho, likaachilie kila kilicho chako. Kila roho iliyosimama kwenye njia yako ikachukua nyakati na majira yako. Wewe sio kuchelewa ndoa, wewe sio kuchelewa kuolewa, wewe sio kuchelewa kazi, wewe sio kuchelewa kihuduma, wewe sio kuchelewa kwa mambo yako. Tangaza kumwapisha ule
Kila aliyeshikilia maisha yako anacheza nayo, tangaza ya kwamba anaachilia, anaachilia, anaachilia. Neno la Mungu linasema na mwizi akikamatwa atalipa mara 7. Tangaza anaachilia mara 7. Baraka zako zinaachiliwa mara 7, ndoa yako mara 7, kazi yako mara 7, kila kilicho chako mara 7, kwa jina la Yesu Kristo. Aliyeshikilia kugrow kwa huduma yangu, natangaza anaachilia kugrow kwa ndoa yangu, anaachilia kugrow kwa ujana wangu, anaachilia spidi ya huduma yangu, anaachilia kwa jina la Yesu. Natangaza kila aliyeshikilia, kila aliyeshikilia namwapisha, anaachilia, namwapisha, anaachilia. Namtangazia sheria ya kwamba imeandikwa ya kwamba tutathibitika katika haki na tutakuwa mbali na kuonewa. Hivyo kila aliyenionea kwa kutumikisha maisha yangu, kwa kutumia nyota yangu, kwa kutumia jina langu, kwa jina la Yesu Kristo namwapisha ya kwamba tutakuwa nje na kuonewa. Mimi ni nje ya kuonewa, hakuna kitakatonionea tena. Hivyo anarudisha pesa zangu, anarudisha uchumi wangu, anarudisha ndoa yangu. Kiapishe, kirudishe, apisha hiyo roho, irudishe, apisha hiyo roho, irudishe, irudishe kila kilichoshikilia, irudishe kila kilicho chako. Mwenyewe unajua ni kitu gani ambacho kinahitajika kurudishwa. Arudishe spidi ya kusoma kwako, spidi ya masomo yako, spidi ya ujana wako, arudishe kwa jina la Yesu. Anasema katika Yoeli 2:28 ya kwamba atarudisha miaka iliyoliwa na nzige. Tangaza kurudishiwa hiyo miaka iliyoliwa, tangaza kurudishiwa uchumi wako uliochezewa, tangaza kurudishiwa nyota yako iliyofifishwa kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kurudisha, natangaza kurudisha kwa jina la Yesu. Rudisha, 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 rudisha kwa jina la Yesu. Sema narudisha, sema narudisha, sema narudisha amani iliyovunjika kwenye ndoa yako, furaha iliyopotea kwenye moyo wako. Sema narudisha kicheko changu, narudisha, 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 narudisha. Na mwizi huyo ambaye amemkamata mwambie arudishe mara 7, arudishe mara 7 kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kurudisha, natangaza kurudisha huduma yangu tena haitadumaa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Siku ya leo, siku ya leo ninatangazia, natangazia viumbe vyote, viumbe vyote mliotumika, vilivyotumika kwa ajili ya kunishikilia, kwa ajili ya kunishikilia, niachie, viachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Viumbe vya kila namna, viumbe vya kila, kwa maana nilipewa mamlaka, kwa maana nilipewa ya kuvimiliki vyote na kuvitawala. Hivyo leo ninatangaza mimi ni mmiliki halali kwa jina la Yesu. Kila kiumbe uliyekuwa unatumiwa kwa ajili ya kuniadhibu, toweka na kuachia maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Hebu mshangilie Bwana kwa makofi. Haleluya. Nyosha mkono wako tuombe. Baba, ninalitukuza jina lako na kulinua, na wainua watumishi wako mikononi mwako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Natangaza yamethibitika haya yote ni tuliyoyatamka mahali hapa, na kila mmoja kila alichokitaka amekipata. Na kuanzia leo hiyo roho ambayo imeanguka haitarudi tena kwenye maisha yake. Natangaza kila mmoja milango yake iwe wazi daima kama neno lako linavyosema. Kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza na ninaamini kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Amina. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Mungu awabariki. Tukutane kesho, lakini usiache kuingia kwenye evening glory, kwenye usiku maombi ya usiku kwenye WhatsApp tunakuwa live. Kama ukipata nafasi hiyo unaweza ukaingia. Tunaanza saa 7 mpaka saa 8. Mungu akubariki sana. Asante. Karibu. Yes, wale ambao wanaendelea na maombi yao mpaka saa